subscribe to my channel and also press this bell icon. Bana, barua ya bodi ya ligi hivi sasa ni kwamba mchezo haupo tena baada ya purukushani kutokea kwa mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Hatimaye mchezo wamesema kwamba utapangiwa tena tarehe ya kuchezwa. Ni wazi kwamba hizi dabi za Kariakoo, Simba na Young Africans zimekuwa kubwa kuliko mamlaka. Siwezi kusema hivyo, lakini ninachokijua mimi ni kwamba ni mambo ya kusikitisha sana, kwa sababu ukiacha kugairisha katika mazingira ambayo kuna masaa kama 5-6 kwenda mbele, ni swala la fedheha sana, kwa sababu kuna watu wametoka mikoani, watu wamelipa gharama zao kubwa, alafu tunaambiwa kwamba ligi yetu iko nafasi ya 5 sio ya 6 kwa ubora. Maana sasa unashindwa kuelewa kwamba nini kinachoendelea. Ni vitu vya kusikitisha na kusononesha ambavyo kiukweli vinatakiwa vipigiwe kelele sana na wadau wote wa soka. Hatujui kosa ni la nani, hatujui nani anatakiwa abebe huu msalaba, kwa sababu kama changamoto ilikuwa kwetu sisi Yanga au changamoto iko kwa Simba hatuelewi, au changamoto kwa bodi ya ligi, kwa sababu kuahirisha mchezo kulikuwa hakuna maana yoyote. Anatakiwa mechi ichezwe, aliyejiandaa kwa ajili ya mchezo apate matokeo. Lakini kwa kilichotokea hapa, maana yake ni masononeko makubwa mno, na mimi binafsi imenisononesha, imenisikitisha, kwa sababu kuna watu nawajua wametoka mikoani, wengine wamenipigia simu wanataka kujua kwamba mechi inachezeka ichezeki. Kwanza wametumia muda mrefu sana kutoa maamuzi haya. Walitakiwa ile alfajiri watoe maamuzi, sababu hicho kitu kimetendeka jana usiku. Umeelewa? Sasa wanapoleta sasa hivi saa 8 wakati tayari kuna watu wameingia kwenye uwanjani na bado zile tiketi wameziskani. Sasa yani kuna yani misorganization hapa ni wazi bodi ya ligi wamekosea wapenzi na wapenda soka nchini Tanzania. Sio Tanzania, Afrika kwa ujumla. Na hiki kama kweli sisi ligi yetu iko nafasi ya 5 pekee, tunaweza tukaenda chini zaidi, kwa sababu hiki kwa kifupi hakiwezi kuvumilika. Ni swala la aibu kwa kifupi. Bodi ya ligi imetusononesha binafsi, yani imetusononesha, na mimi binafsi kwa kifupi sijapenda. Mimi nitegemea kwamba mechi ichezwe ili tuone aliyejiandaa vema akapata ushindi. Ni wazi tumezizungumzia kanuni hapa. Kanuni hazifanyi kazi kwenye Simba na Young Africans. Watakuwa wametumia kanuni. Watakuwa wametumia kanuni, lakini kanuni imechelewa. Kwa sababu gani? Tukio limefanyika jana. Umeelewa? Kwa mujibu wa maelezo yao inaonekana kama Yanga sisi tumevunja kanuni, kwa mujibu wa maelezo yao. Umeelewa? Sasa kama kanuni imevunjika, kanuni yenyewe haionyeshi kwamba ikivunjika kanuni ile timu inaruhusiwa kugomea mchezo. Sasa kama wewe unanidai pesa alafu ukanipiga ngumi alafu ukanipeleka polisi, maana yake ukienda polisi utazungumzaje? Maana unanidai umenipiga alafu unanipeleka polisi. Kweli Simba wanasema kwamba wamezuiwa kufanya mazoezi, lakini ukizuiwa kufanya mazoezi wewe unakuja na jambo lingine tena la kugoma, maana tayari kuvunja sheria ndani ya kuvunja sheria. Kwa kifupi, bodi ya ligi hicho walichokifanya, wametoa maamuzi ambayo kwa Watanzania wengi na Waafrika wengi na watu wengi waliokata tiketi na waliokuwa wanategemea mechi ichezwe, imewasononesha. Binafsi mimi kikweli sijapenda kilichotokea. Ni wazi inatutia mashaka ligi yetu ni ya 4 kwa ubora barani Afrika. Sasa kama ligi bora alafu mechi inaweza kuahirishwa kwa sababu ya vitu ambavyo ukiviangalia sio vya msingi sana. Mimi hata sielewi vigezo gani vilivyotumika kwa ajili ya kutupa nafasi ya 4. Hiki kinachoelekea hiki kwa kifupi hakifurahishi, na sisi wadau wa soka tunatakiwa tupigie yani tuzungumze kwa ukali sana, kwa sababu kuna watu wamepotezewa muda, kuna watu wamepotezewa gharama zao. Yes. Ni wazi bodi ya ligi pia wana makosa wanafanya ndani ya bodi. Sina hakika kama wana makosa, kwa sababu mimi sijui kanuni walizozichukua mpaka kuisimamishwa mchezo. Ninachokizungumza, wamechelewa kutoa maamuzi yao. Wangefanya jana, manake watu wangejua nini cha kufanya. Asubuhi sasa hivi, yani sasa hivi ninachoambia ni saa 8 saa ngapi? Watu wako uwanjani na washaingia. Umeelewa? Sasa hizi fidia nani analipa? Unaweza ukasema tiketi utawarudishia watu, lakini kuna watu wamesafiri kutoka Mwanza, Kigoma, wapi, hao wote unawakompensate vipi? Yani ndio changamoto hiyo. Umeelewa? Sisi wakati tulikuwa Dar es Salaam unaweza kusema nauli yako shilingi 500, 2000 ngapi? Hiyo sawa. Waliotoka mikoani wengine wamelala magesti, wametumia gharama kubwa, hao wanawalipa vipi? Yani wanawafidia vipi TFF na bodi ya ligi? Kwa namna ambavyo tunaendelea hivi sasa, hii ni mara ya pili nakumbuka kwenye dabi ya Kariakoo, meja takwimu zangu zikinirudisha nyuma. Na sio mara ya pili, itakuwa mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5. Sisi tuna kitu kinachoitwa busara. Kanuni tunazitengeneza lakini tunashindwa kuzisimamia. Hichi kilichoonekana hapa, tunashindwa kusimamia kanuni zetu. Ukubwa wa Simba na Yanga unafanya bodi ya ligi na TFF ishindwe kutoa maamuzi thabiti. Ingekuwa timu nyingine ndogo hapa labda ukubwa wa Simba na Yanga, yes, unafanya TFF wakose meno ya yoyote anafanya kosa, wanashindwa kutoa hukumu, wanalealea hivi vitu, ndio maana tumefikia hapa. Sio kama inaisha leo. Hii itaendelea leo, kesho na kesho kutwa, kwa sababu kanuni zipo, lakini TFF na bodi ya ligi wanashindwa kuzisimamia kwa sababu ya kuangalia Simba na Yanga wataichukuliaje. Simba amelalamika kwamba
nimezuiwa kufanya mazoezi. Wakati huo bodi ya ligi na TFF wametoa maelezo kwamba mchezo uko pale pale, isipokuwa hili swala tunalifanyia kazi. Sasa wanalifanyia kazi, tayari washatoa hukumu kwa mechi haipo. Yani ni vitu ambavyo vinasonesha sana. Labda kama kuna vitu vingine nyuma ya pazia ambazo mimi kama Meja sivijui. Simba mara baada ya kutoka hii taarifa, magoli yaliibuka, akasema watu cheza mechi hata moja. Hivi ndivyo viarishia ambavyo tunaviona kuhusiana na Simba kuto kucheza mechi yote ya ligi. Sasa tuje kwenye kanuni ambayo Simba kugombea mechi, kwa sababu hapa inaonekana sisi Yanga kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye vyanzo husika vya Yanga vinasema mechi sisi tutaenda uwanjani kama kawaida. Yes, tutaenda kwenye mechi na hatuko radhi kucheza mechi siku nyingine. Kwa hiyo tukiendelea na mfumo huu, maana yake ligi yetu tazidi kuipromosha, kwa sababu leo Simba amegombea na sisi kesho Yanga tutagomea. Sasa tunacheza mpira hapa. Sasa huu ubora wetu ambao tuna usanifu kwamba tuko nao mpaka sasa uko wapi? Umeelewa? Hapa bodi ya ligi litakiwa itumie meno, iseme kwamba mchezo uko pale pale. Haya mambo yalofanyika kama ni makosa timu kama timu au waliofanya makosa wapate adhabu yao, lakini kwenda kusema mchezo haupo kwa sababu eti watu walalamika jana hawajafanya mazoezi. Ngoja, kila mechi inayochezwa na Simba au na Yanga wanafanya mazoezi siku moja kabla. Simba juzi na Pamba kulikuwa na vurugu, lakini bado Simba waliingiza timu. Ni vitu vya ajabu ajabu kwenye ligi ambavyo havitakiwi vichekewe. Bodi ya ligi na TFF wanatakiwa hili walikemee, yani vilivyo, kiasi kwamba tutakuwa hatuamini mwisho siku nani ataingia uwanjani. Maana unakata tiketi ukiwa hauna uhakika kama mechi inachezwa au haichezwi. Ni mambo ya hovyo ambayo hayatakiwi kuchekewa. Sisi ndio walaji, umeelewa? Sisi mashabiki ndio walaji. Unaponiambia leo mechi haichezwi, tayari nishakata tiketi, hiyo ni ubadhirifu, yani sio haki kwa shabiki, yani mashabiki tumezulumiwa. Ni wazi kwenye hili Tanzania tumetia aibu. Sio kutia aibu, mashabiki tumezulumiwa haki yetu ya msingi. TFF wanatakiwa waje na kauli nyingine ya kuona namna gani watakavyokompensate. Pengine labda mtu aliyosafiri huko aje na tiketi yake kama ya Mwanza, Arusha, wapi walipo bodi ya ligi walipe. Bodi ya ligi walipe watu waliosafiri. Kwa sababu mwisho wa siku umewaletea usumbufu, mmewaletea gharama. Afu unasema eti watapanga siku nyingine, siku gani? Kwa kifupi, Simba walitoa kauli wakasema wanaonewa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Mara kadhaa walizungumza kwamba watahama ligi kuu ya Tanzania. Hakuna timu kwenye ligi kuu ambayo haijawahi kulalamika. Umeelewa? Timu zote zinalalamika. Kama wao wanalalamika na sisi tunalalamika. Swala la kulalamika kwenye mpira ni mchezo wa lawama, ni mchezo wa makosa. Mtu kulalamika ana haki. Umeelewa? Ana haki. Kwa hiyo Simba kulalamika, waache walalamike. Ninachokizungumzia cha leo, walichokifanya bodi ya ligi na TFF kuahirisha hii mechi kwa sababu ambazo ukiziangalia hazina mashiko. Wamewasononesha watu na wanatakiwa waje watoe kauli kwamba wale waliotumia gharama wanawafidia vipi, kwa sababu wewe unaahirisha mchezo, lakini kuna watu wameingia gharama hapa, unawafidia vipi? Meja, ni wazi ligi kuu soka Tanzania bara, mechi takriban 9 ama 8 kwa wapinzani ambazo zimebaki. Mbio za ligi kuu soka Tanzania bara zimekuwa chachu sana kwa Young Africans na Simba. Ni kweli, kwa sababu hii mbio ya pointi 1, 2, 3 ngapi zimefanya ligi iwe tamu, lakini kwa hicho kifanya ni kama mashabiki wa Simba mwanzo walipata zawadi ya kuwa mashabiki bora, lakini juzi wamefanya mambo yao ya ovyo ovyo, wakajikuta wameng'oa viti, ule ushabiki bora ukaondoka. TFF walikuwa bora sana, bodi ya ligi walikuwa bora, lakini walichokifanya leo wametusononesha kiasi kwamba kama ule ubora ulikuwa kama sisi tuko nafasi ya 4, maana yake tunazidi kuporomoka. Labda kama mamlaka ya soka kwa maana ya CAF na FIFA hawajaliona hili, lakini kama wameliona, maana yake ni swala ambalo limetia aibu sana kwenye. Bwana Meja, shukrani sana ndugu yangu kwa time yako, natumai tutakuja kuizungumzia mchezo huu wa dabi ya Kariakoo mpaka pale TFF na bodi ya ligi watakapoweka mambo sawa. Shukrani sana. Asante sana.